Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Aje Farms, mashamba yanayotembea, inakuletea jicho la kimungu. Ni jicho la aina gani? Likuje hilo jicho? Unataka kulijua hilo jicho? Fatana nami. Ni mimi msimuliaji wako David Mkongo Kuhani. Mara nyingine mambo yanapoonekana kuvurugika kwa jicho la kibinadamu, ndipo yanavyopangwa vizuri kwa jicho la Mungu. Umepoteza mpenzi wako uliyempenda? Umepoteza nafasi ya kazi ambayo kwako ilikuwa ni fursa pekee? Umeachwa na chombo cha usafiri? Dili lako la biashara imevurugika? Mchumba amekukataa? Haya na matukio mengine mengi huwatokea baadhi ya watu, ambayo hupelekea watu wengine kujiua kwa msongo wa mawazo. Ukweli ni kwamba ukiamini na kutamka unahitaji kufanikisha jambo fulani katika maisha yako, usiwaze sana kuhusu namna mtaji, wasaidizi na kadhalika vitakavyopatikana. Njia ya asili ya kurekebisha mambo huingia kazini na kukusaidia. Ukiamini na kutamka, itakuwa bila kujali utapita njia gani. Wanasaikolojia wameita njia hii nguvu ya sumaku ya imani. Na katika madhehebu mbalimbali hii huitwa unabii au pako au bashiri, ambao ni matokeo ambayo hayana budi kutokea kwa wakati wake. Wakati fulani ukiwa katika safari ya ndoto yako, inaweza kufika mahali ukaona kuwa ile ndoto yako uliyoamini na kutamka haiwezekani tena. Kwa macho yako huwezi tena kuolewa, huwezi tena kuoa, huwezi kupata kazi wala kufaulu masomo. Kila ulichopanga kimevurugika na umerudi sifuri. Biashara imekufa hadi mtaji umeisha kabisa. Umekata tamaa. Ikatokea hivi mara nyingi sana. Yanapoonekana kuvurugika kabisa kwa jicho la kibinadamu, huwa ndio yanapangika kwa jicho la kimungu. Hii ni mifano michache katika maisha yangu ambayo nimeshuhudia mimi mwenyewe. Mwaka 1996 nikiwa darasa la 5, nilifanyiwa mipango ya kuhamishwa shule kutoka kijijini na kwenda shule iliyokuwa jijini Mwanza, kwani kila mmoja pale kijijini kwetu aliamini shule ile niliyokuwa nikisoma ilikuwa na gundu, yenye mikosi na isiyofaulisha kwa miaka mingi sana. Kwa mujibu wa historia, mipango ya kunihamisha ikapangwa, ikapangika. Mimi huku nikiwa silali kwa furaha kwamba kuondoka maisha ya kijijini na kwenda jijini kwa mawazo ya kitoto ili nifanya kila wakati kusubiria nitaondoka lini kuhamia shule nyingine ambayo inafaulisha sana kwa mujibu wa historia. Dakika za mwisho niliambiwa nafasi yangu ya ghafla imechukuliwa na mtu mwingine. Mambo yaligeuka ghafla. Mambo yalivurugika kwa jicho la kibinadamu.
Miaka miwili baadaye nilifaulu kwa ufaulu mkubwa na kuchaguliwa kwenda kujiunga na kidato cha kwanza katika shule ya vipaji maalum Tabora Boys Secondary School. Nikiwa celebrity wa kijiji, nikapata umashuhuri na maarufu. Maana kila mtu sasa akanijua. Kwanza nimeruka kiunzi cha ule mkosi wa shule kutokufaulisha, na nimejenga historia mpya sasa shule inafaulisha. Nilifaulu katika shule ile ile iliyokuwa na ikataa kwa historia yake ya gundu ya kutokufaulisha. Mengine yanabaki katika historia. Mipango ya uhamisho iliyovurugika kwa jicho langu, kumbe ndiyo yalikuwa yanapangika ili nipate kufaulu wa kifani. Mwaka 2002 baada ya kuhitimu masomo yangu katika sekondari ya wavulana Tabora, nilikuwa nimepania kabisa kuendelea kubakia Tabora Boys au kwenda Mzumbe au Alboro, shule zile zenye title kubwa za ufaulu wa juu sana. Kilichotokea, ningejiua kipindi hicho. Ikawa kinyume, nikafaulu sawa, lakini nikachaguliwa kwenda shule ya wavulana Songea ili kusoma PCB. Kusini kabisa, shule ile ambayo ni yale ilikuwa na mikosi ya kutokufaulisha kwa mujibu wa historia iliyokuwepo. Nilijifungia ndani mwezi mzima nikiwa sitaki kuonana na mtu yeyote, kwani nilihisi basi ndoto yangu ya masomo imeisha hapo, gundu imerudi upya. Mambo yalionekana kuvurugika kabisa kwa sababu ya wazazi, na sikuwa na kitu cha kufanya zaidi ya kwenda kulipoti katika shule ya Songea Boys. Nilienda. Mwaka 2005 nikaibuka kidedea kwa ufaulu mkubwa kwenye mchepuo wa PCB. Nikawa celebrity wa shule. Inakuwaje ufaulu tena PCB katika mazingira ambayo kila mmoja aliona hayafai? Kumbe mambo yaliyovurugika mwaka 2002 yalikuwa yanapangika ili nifaulu na kuchaguliwa kwenda kujiunga na masomo ya udaktari katika chuo kikuu cha sayansi na tiba shirikishi Muhimbili. Zipo simulizi nyingi za watu kuachwa na usafiri na baadaye chombo kile kilichowaacha kupata ajali baadaye. Hata aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati John Pombe Magufuli, aliwahi kuachwa na boti pale Busisi akiwa anaenda kuchumbia, na masaa machache baadaye akasikia boti ile iliyomuacha ilipata ajali na waliokuwemo wote walifariki. Hiki ndicho kisa cha kujenga daraja la Kigogo Busisi jijini Mwanza. Hata kwenye ajali mbaya sana ya MV Victoria kutoka Bukoba kwenda Mwanza mwaka 1996, wengine walikosa tiketi kwa sababu meli hiyo ilijaa. Walilia kwa muda na kubaini kumbe Mungu aliwaepusha na ajali mbaya. Kibaya jicho la kibinadamu chaweza kuwa kizuri kwa jicho la kiroho au jicho la kimungu. Unahisi mambo yako yamevurugika kabisa? Jipe muda. Kuwa na subira. Yanapangika. Yatapangika. Waswahili husema
Subira yavuta heri. Fanya kila unachoweza ili kutimiza ndoto yako, na yanayobakia mwachie yeye Mola. Usikate tamaa. Tembea kama umeshindwa kukimbia. Tambaa kama umeshindwa kabisa kutembea. Fanya jambo, jinasue, na ye Mungu hata kutupa, atafanya kilichobakia, na utashangaa kuona ambayo ulihisi hayawezekani yamewezekana. Kilichoonekana ni kizuizi cha kukuzuia kupita kinaweza kuwa daraja lako la kuvuka. Amini, jicho la kimungu ni tofauti na jicho la kibinadamu. Asante kwa kunisikiliza. Usiache kushare, kulike na kucomment kwa simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwenye mashamba haya ya Aje Farms, chini ya Daktari Mkulima, makao makuu Chato. Namba za simu 07 43 81 28 53. Ni mimi msimuliaji wako David Nkongo Kuhani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane katika simulizi nyingine ya kweli kutoka katika mashamba haya. Amen. Mkulima uko wapi? Mvue piga makasia. Nawe mfugaji usipange kukosa katika kipindi hiki cha kilimo, ufugaji na uvuvi. Ninapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana.